Tunaenda kusoma katika maandiko kujifunza Zaburi 125 juu ya usalama wa watu wa Mungu kwa Mungu. Juu ya usalama wa watu wa Mungu. Jinsi vile Bwana anayelinda watu wake. Jinsi vile Yesu Kristo anayetembea akitenda makubwa kwa watu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni nyimbo ambayo Daudi mwana Jesse alikuwa anaimba akipanda mlimani. Mlimani ni mlima aina gani alikuwa anapanda? Ni mlima wa Yesu Kristo aliyopanda ndani yake ni imani. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba ni nyimbo ambazo alipokuwa anaimba akipanda kule mlimani. Kwa hivyo katika hizo nyumba zilikuwa nyimbo za imani. Kwa hivyo huyu Daudi alikuwa mwenye imani na mwenye hekima na maarifa. Kwa sababu nyimbo akiimba zinapomoa, zinaangusha mapepo, zinaondoa magonjwa, zinasimamisha vita. Sijui waimbaji mkiomba mnaona ni kawaida. Sijui mkiomba mnaona ni kawaida. Ama mnachukua manani katika nyimbo mnaimba. Inaweza kuwa ile nyimbo naimba inakuonya ama inaonya kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe Mkristo usike lilo ulicho nayo usije ukapotea. Vita ya Mkristo ni ya muda. Na mti ulio matunda ndio natubwa mawe. Yule aliye na vita ndio wa baraka kwa Bwana. Nyasi ukiwa na kidondo mguuni ukitembea, nyasi inatangulia kukugusa ndio uchukue usugu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mti mkabu uwezi ukatubwa mawe. Lakini yule ulio na matunda mazuri ndio unapiwa vita. Kwa hivyo wewe umepiwa vita kwa muda mrefu, mshukuru Bwana. Kwa sababu amekupatia nguvu na imani na uvumilivu wa kuiona siku ya leo ndio mtukuze. Hii ni wakati wako na mimi kutafuta uso wa Bwana. Tuache mambo mingi tumrudie Bwana. Kwa sababu tumekaa katika muda mrefu bila mvua, lakini Mungu ametubariki tufurahie. Tuombe Mungu usichoka shuka na hasira ya mvua, lakini ulete baraka. Katika mazao mbalimbali, ng'ombe hata sio wanyama pia watafurahia kwa sababu watapata chakula yao. Binadamu watafurahia kwa sababu chakula itakuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna nchi kavu ile ina maji. Na hiyo pia itafurahia kwa sababu watapata maji mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati wa kiangazi kubwa ilitokea, kuna dada tuliyokutana naye akanipatia story. Tulipofika mahali pa sewage, aliniambia unajua hii maji inatumika na wanadamu. Kamuulizo unamaanisha nini? Kaniambia vile na kuambia mtumishi wa Mungu iko hivyo. Hii inakuwa treated na wanadamu wanakunywa na Mungu amewalinda wako hai. Haleluya. Kwa hivyo wewe unayo maji safi katika nyumba yako, mshukuru Bwana zaidi. Yule anayekunywa ile maji anaderuji inakuwa safi ndiye anakunywa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo kuna nchi inateseka ina mvua. Kuna nchi sasa hii maji mfuriko ikija ndio wanakunywa. Lakini wewe unatega maji yaliyo mema mbele yako. Kwa nini utegi Yesu Kristo ndani yako? Na unakunywa hiyo maji. Na wale Mungu amewalinda, wangekuwa na bilharzia, wakakuwa na magonjwa mengine na kolera, lakini Mungu amewalinda, wanakunywa na wana survive. Na ukiwaona wako very healthy. Kuna kitu inafaa wewe Mkristo tafakari. Tafakari sana kabla hujatenda dhambi. Tafakari sana kabla hujapiga mtoto vita. Tafakari sana kabla hujagusa jirani yako na maovu. Mimi napenda kusema hao watoto ni baraka kwetu. Kwa sababu wakati nitaseeka tutakutana mmoja akona pachero anipepe. Utaweza kumvuka, unaweza kumpata kule Mombasa kiwa veme kuishia akupandize. Wale walio na vita juu ya watoto. Bwana Yesu apewe sifa. Neema yako sio yangu. Wokovu wakati nilipokea ilikuwa siku tofauti na yako. Kwa hivyo kelele ya mlango iweze kufanya mwenye nyumba asingie.
Tazama sana, angalia mahali unatoka na unaenda wapi, kabla hujatenda chochote kilio mpofu mbele ya macho ya Bwana. Kwa sababu Mungu yeye utazama zaidi kuliko mwanadamu. Yeye hesabu nywele iliyo katika kichwa yake. Yeye ndiye alikupatia uhai. Ndio kwa sababu umekaa. Kuna wengi wamepata ajali, hawako sahihi. Lakini wewe ungali hai, sio kwa sababu wewe ni mtakatifu, sio kwa sababu wewe uko na mali mingi, sio kwa sababu wewe unachua, sio kwa sababu wewe ni mchanja, lakini ni kuachilia Bwana. Kwa hivyo ile masiku uko nayo, umepewa, umeachiwa, umtafute Bwana kuliko kutafuta maneno, kuliko kutafuta vita, kuliko kutafuta vizirani. Mtafute Bwana apenye njia ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiinuliwa sote kanisani tunafurahia. Hawa watoto wakiinuliwa wote tunafurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Akaniambia hii maji vile leo umeona hivi, hii ni sewage. Lakini kuna wale mahali yanaenda inatiritiwa wanawaku. Lakini wewe unataka maji mazuri, hata utaki ile ya mvua. Unaenda kwa duka unanunua, unakunywa. Sijui ukilala unafikiria chini, ya unafikiria aje. Na kuna wale hawana. Ama kuna wale wameenda kuasura, wameingia kwa nyumba hawana cha ukula. Wewe ungali uko nayo kwa mfuko, kwa banki, kila mahali unakula vizuri. Sitaki uchione mwanadamu. Sitaki uchione mwanadamu. Nimetumia hiyo China kwa nini mwanadamu? Kwa sababu maandiko yananiambia waliokoka wamepotoka. Wako mahali pale kwa ajili ya wakati, hawajui ya kwamba walipotea njia. Wamrudie Bwana wakati walio na pumzi, wamrudie. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka sisi wa Kristo tumrudie Bwana, tuabudu ya kwamba hatutaabudu tena. Vita ni ya Mungu, sio yako. Lakini yeye ukianza vita na Mungu utachukuta kumbaya. Alafu useme umerogwa, hakuna kuleo. Sishasema uroge hakuna. Uroge tunaishinda kwa imani na maombi. Kwa hivyo uchunge, wewe unatoka wapi, unaelekea wapi? Wewe ukisafika katika ile nyumba unaacha moto, hiyo moto unaacha ni wa nini? Wewe ukifika katika hiyo nyumba unasambaratisha hiyo nyumba, unaenda wapi? Raha yako ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila mpendo ulio nayo simama nayo imara. Furahia jirani yako vile unajipenda mwenyewe. Penda mtoto wa jirani yako vile wewe unapenda wako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna malaika wa shukrani wanaongojea mbinguni. Kuna malaika wa vita wanaweza kuitwa na watakatifu wasuke na wapigane vita. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo chenye Mungu ameanza, hakuna mwanadamu anaweza kuzuia. Chenye Mungu amepanda ndani yako, kama atasema wewe ni mbarikiwa, hata vita ikiwa 100, hakuna mwanadamu anaweza kupinga. Utasimama kwa sababu yeye ndiye anapeana nguvu na uhai. Yeye ndiye anasimamisha mtu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale wanaraswa kule hospitali Kenyatta, St. Mary's, Mama Rusi na hospitali kubwa sana. Watu wanaona hawatatoka kwa kile kitandani, lakini kwa chini ya neema ya Bwana yeye utoka kitandani. Nakumbuka kuna dada mmoja aliraswa ICU, akawa 1 year. Watu wao wakamkataa, wakaona pili ni kubwa. Mume wake akamkataa, hata akasahau kwenda kumuona. Haleluya. Mungu ina nani yeye? Sio Mungu, sio kama mwanadamu. Anaweza kukuahidi jioni ya kuambie sina. Anaweza kukuambia tutakufa nawe mpaka mwisho, tumefanya na harusi tumezikana. Akifika wakati mwingine anasema hii harusi toanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, wacha na sisi tukae katika hali ya uaminifu. Wacha tukae katika hali ya kutenda mema. Bwana Yesu apewe sifa. Kila siku amkapo rarapo, tenda jambo lilo njema, malaika wa Bwana wanaweza kusangilia wakiwa katika kiti ya enzi.
Bwana Yesu apewe sifa. Wakipeleka ripoti wanasema leo Yuda alitenda mazuri, tufanye nini kwake? Unajua baraka mingi zimezuia kwa wanadamu kwa sababu wamejiona kuliko kuona Bwana. Tunataka tuone huyu Yesu Kristo aliyotukufikia. Tuone ile mateso aliyoteseka. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona yeye akamtoa mtoto wake ateseke. Akarusa wakati Shetani alikuwa mchuaji akamruza jini. Kwa nini hakuua Shetani lakini akaacha mtoto wake ateseke? Tafakari hayo, turudi katika maandiko. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia hivi, Zaburi 125. Usalama wa watu wa Mungu na nyimbo ambayo wanapanda kule mlimani katika imani. Mlimani, kupanda mlimani katika njia za imani. Kwa kila kitendo lazima utende na imani. Imani inaweza kutenda mambo makubwa sana ibadilishe katika hali yako ilikuwa mbaya, upate nini? Ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mtumainia Bwana ni kama mlima wa Sayoni ambaya hautatikisiki, wakaa milele. Kama milima ilivyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake tangu sasa hata milele. Tupigie Kristo makofi. Maandiko yatuambia kwamba wanaomtumainia Bwana ni kama mlima wa Sayoni ambayo uwezo ukatingitika mpaka milele. Kama mlima unavyozungukwa Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake. Haleluya. Vile mlima unaozunguka Sayoni. Sayoni ni mahali patakatifu. Vile ile mlima ulio mtakatifu uweze ukatingisika kule Sayoni. Maandiko yatuambia wale wanaomwamini Bwana wako kama ile mlima unaozunguka Sayoni. Wakaimara katika njia zao. Shetani akicha kumuwinda hawezi akampata. Shetani akicha katika vita hawezi atapata, tayari amefunikwa na damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe. Bwana inuliwe. Hivyo Yuda anaamini Yesu Kristo, yeye ni kama mlima wa ambayo uwezi ukatingisika milele. Vita kichwa, magonjwa kichwa, majaribio kiingia katika nyumba yake, watu wamkatae, watu wamuinukie, watu wamesema mbaya juu yake, hawezi akabadilika. Ni kama unapaka punda matope. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha wewe kama uchamjua Bwana, ukisikia maovu juu yako unahangaika, unakuasika, hata utaki kusikia neno ya maombi. Shetani anachua akileta chombo mbele yako, unasema hata kanisa hiyo nitaacha, hata Biblia nitaacha. Ujui kama ni majaribio inaweza kukuongezea imani katika hii safari. Ujui ni majaribio inaweza kukurekebisha mahali ulikuwa umepotea. Ujui kama utachua adui wako ni nani na rafiki ni nani. Sio wale wote wanacheka nao ni marafiki. Sio wale wote mnaotembea nao ni marafiki wako. Sio wote wale mnaokula meza yako ni ndugu yako na dada yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi wako mahali pale kwa ajili ya wakati wa kunachukua roho yako. Wako mahali pale kwa ajili ya kufunga nini nyota yako. Wako mahali pale kwa ajili ya kuangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni wakati sisi tuwe waerevu. Napenda kuongea ya kwamba ukiokoka, uchaokoka ukuwe mchinga. Ukisoma mwanafunzi, ujasome ukuwe mchinga. Umesoma ukuwe mwerevu. Napenda kusema chua kunyamanza. Sikia mtu ako mengi, iwezi akakuumiza roho. Kwa sababu Shetani anaweza kusababisha maombi kupitia kukukwasa na kunena maovu juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kilicho na mwanzo kiko na mwisho. Mungu wetu hawezi akasahau walio mcha wake. Hawezi akawaachilia ukumbuka watu wake kama vile Sayoni inasungukwa. Vile mlima unasunguka kule Yerusalemu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tujue kwamba Mungu yetu ni Mungu mwaminifu.
Wewe ndio unaweza kutoka katika laini yake, lakini yeye hatatoka kwako kamwe. Wewe ndio unaweza kumwambia enda, kwa sababu ukianza kutenda yaliyo maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Anapenda ile roho inayomuomba kwa bidii, kwa imani, ile maombi ya imani. Sio ile maombi ya kubabasha, sio ile maombi ya wakati, lakini anapenda yule anakaa ndani yake ya kwamba hatakaa tena. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mlio karibu na yeye mpenda kama vile unayojipenda. Bwana Yesu apewe sifa. Ijalishi ni muda gani umepitia shida na macharibio. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Yeye ukucha wakati ufaro, arakizi wala kuchelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yakashidi kunena, kwa maana fimbo ya udhalimu halitakaa juu ya nchi ya wenye haki, ili wenye haki wasiche wakaonyeze mkono wao kwenye upotevu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko atuambia Mungu atalinda walio wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ile fimbo ya udhalimu iweze ikakaa juu ya wenye haki, kwa sababu Mungu yeye atakuja na kuzuia fimbo mbele ya wenye walio haki. Kwa hiyo ukimwamini Yesu Kristo, muamini ya kwamba utamwamini tena. Kaa katika neno, zingatia mafundisho, zingatia Injili. Chukua neno moja mbili kabla hujatoka katika ilango. Usikuche uingie na utoke vile ulikuja. Kwa na mabadiliko ndio Mungu atawale katika maisha yako. Kwa mtu ukipenda usoma Biblia, kwa sababu Biblia huondoa fikira mbovu kwa haraka. Biblia ukisoma, Kristo anatawala katika maisha yako. Unaona hii jambo nikifanyia jirani ni mbaya, unaona hii jambo nikifanyia mtoto ni mbaya, utamuogopa kwa Bwana. Kumuogopa Bwana ndio mwanzo wa hekima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Tukae tukizingatia hii neno na tumheshimu Bwana kupitia. Uwezi ukamheshimu Bwana ukiwa uchaheshimu yule mlio karibu na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo njia moja ya kumheshimu Bwana, lazima uheshimu yule mlio karibu na yeye na umpatie heshima yake na yeye akupatie yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio siku zako zipate kuendesa. Ukue mfano ulio mwema, ukue barua iliyo njema inaweza kusomeka kwa watu wote. Sio mtu wa madoadoa, usio mtu wa kuaba uongo, usio mtu wa kupima watumishi wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa Ahabu na Nadabu walikuwa madhabahuni wakaangamia, wewe ni nani? Unajua Abihu na Nadabu walifanya nini? Walitoa moto usio mtakatifu katika hema la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na walikuwa wanachua neno, na walikuwa wamemwagiliwa mafuta, lakini kwa dakika Shetani akawaiba. Lakini Mungu akakumbuka ile masiku walipokuwa katika utumishi wake. Na wewe choo cha mwagiwa mafuta, wewe ni nani kwa mbele ya Mungu? Ile muda ulio nao mchache, ndugu yangu, dada yangu, kwa mtu wa maombi, kwa mtu wa kuabudu sana. Mwambie umeasi, umeenda kinyume, umepotea njia, akusike mkono akurudishe katika safari. Wacha mambo mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha drama mingi katika njia za Kristo. Wewe kuwa mtu wa mnyenyekevu, mpole kama Biblia, mnyenyekevu. Ndio muite Bwana, ona yale atatenda katika maisha yako. Kwa sababu ukimuita ataitika. Yeye harakizi wala kuchelewa. Nashukuru Mungu wangu kwa sababu ukucha wakati ufaro. Harakizi wala kuchelewa, anakucha wakati wake. Na akinena amenena. Yeye sio wa kubadilika, sipokuwa sisi wanadamu tunabadilika. Angalia chenye kinaweza kukufanya ubadilike, ili usiche ukamwabudu Bwana katika roho yake na ukweli. Ni jambo gani inaweza kufanya utoke kwa Mungu? Ni usharati, ni mauti, magonjwa, ni pesa mingi yenye umesiko chawahi kuzika.
Bwana Yesu apewe sifa. Mtu mmoja akaniambia, dada yangu, mimi naomba maombi ikiwa hivi, ikiwa nitakuwa na pesa mingi ni msahau Mungu ili anipatie kadiri na mapenzi yake, yenye naweza kula nisomeze watoto na nifae vizuri, yenye itaweza kunifanya ni msahau yeye, kwa sababu hataki kupotea katika laini ya Bwana. Lakini siku hizi unaona wengine wameingia katika njia za vichorochoro, wanatoa masadaka, ndio watachirike. Hiyo utajiri wako ni wa muda bwana. Ya kumwaga damu ni wa muda, kwa sababu roho wa Bwana analia zaidi. Ukichenga na Shetani utabomoa na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mwanafunzi mmoja akasema, aliingia katika internet akaambiwa, sasa ukiacha shule tutakupatia mali mingi. Unaona mwanafunzi wa miaka ya 17 anapeleka wapi mali? Enda pole pole. Enda pole pole. Enda pole pole. Mali utaipata. Ukiwa naenda pole pole katika njia za hekima na maarifa, ukae katika neno, ukae katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Mmoja akaenda akasema, hapana, mimi nataka utajiri wa haraka kwa sababu watu wamefanya nini? Wamenidharau sana. Alipofika mahali pale akaambia, tunataka mama yako, tunataka sister yako, yule unapenda. Akahesabu, alipotoka katika ile lango alisema sitarudi. Si ni mali ulikuwa unatafuta? Na Mungu ubariki kazi ya mikono, sio ya kunyang'anya ya mapavu, kazi ya mikono. Kile kidogo ulio naye, beana mbele ya Bwana, umwambie Bwana, unanichua vyema. Unachua watoto wanasoma, wanafaa wafae, wanafaa wakule. Na mimi niishi maisha sio ya aibu. Unajua kuna maisha mengine ya aibu, si ndio? Si mnanielewa maisha ya aibu ni gani? Mtu akuona na kutoroka anaona ni kama utamuidisa 50. Hiyo ni maisha ya aibu. Kwa sababu first wewe hutaki kufanya kazi. Na wale mlipokuwa mnakula na yeye wakati uko nao utawaona. Si uchunge ile nyumba yako. Kwa sababu ule atakufa na yeye. Atakutoroka wakati maangamizi yanakuja, wakati vita inakuja, wakati una kitu atasimama na wewe. Lakini yule wakati mlikuwa mnakula naye atakutoroka, akikuona alikuwa anatoka kwa Rubeni, atapita aende Sinai. Kwa sababu anajua kwamba kuna shida. Lakini katika familia yako iwezi akakutoroka. Itakaa uvumilivu ikimngojea Bwana. Wa imani na wenye umeokoka. Lakini sio wote. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wote kweli? Mimi nafurahia ni kuona mwanamke amesimama katika neno na imani, wakati vita inakuja na majaribio, yeye akuwa mvumilivu. Naombea roho yake isiche katingiki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hii safari tuko nayo ni ngumu kwa wale wasioamini, lakini ni rahisi kwa wale wanaotacha neno la Bwana. Haleluya. Kwa sababu maandiko yatuambia ni kama mlima wa Sayuni usiotingisa. Ni kama mahali pale, Bwana Yesu apewe sifa, ni kama mlima wa Sayuni usiofanya nini? Kutingisika. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wanaomwamini Bwana, maandiko pia katuambia kwamba fimbo ya udhalimu haiwezi akawafikia, kwa sababu Mungu wako wale wanaoomba uwasikia kwa haraka. Nani alilia apewe mtoto? Hana alilia apewe mtoto, ndio Mungu amuondolea hii. Lakini Mungu alisikia maombi yake haraka, akampea, akaondolewa aibu. Nataka niwaambie kitu moja, dada zangu, wale walio katika neno na wale hawako katika neno,
alilia ndiye akaondolewa aibu. Samueli alilia kwa ajili ya wenye Israeli mpaka akapanda mlimbani, ndio maombi yake ikafika. Katika wanaume na wanawake ni maombi gani yanafika haraka? Kwa nini? Kwa hiyo hii chance mko nayo ya kutafuta uso wa Bwana, ni wanawake mnaitupa. Wewe mwanamke ndio unafanya fuche naingia katika nyumba yako kwa sababu una security katika nyumba yako. Nasema Bwana ni mrefi, Bwana ni mtu wa kuanyanya, Bwana asomesi watoto. Wewe ndio unapeana hiyo chance Shetani. Kiwa maombi ya Hana ilisikika haraka kuliko ya Samueli. Samueli alipanda, akatubu, akarara, akikesa, mpaka akauliza Mungu wangu nifanye nini? Na hapo najua alikuwa mlimani. Sara alikuwa wapi? Kwa nini Samueli alituma mlimani? Sara alikuwa wapi katika maombi yako kujibiwa? Kanisani. Maandiko yanatuambia alikuwa wapi? Na yule akatuma msituni mlimani. Kwa nini? Wanaume rasmi struggle kuomba. Kutafuta uso wa Bwana sio rahisi. Ni kujitolea na kumwabudu Bwana. Na kuachiachilia mbele ya macho ya Bwana, umwambie Bwana na kuhitaji. Nataka nisimame pamoja nawe. Nataka kila mahali nitembea nawe. Hakuna jambo lisiokosekana mbele yako. Unitakase na unikomboe tena. Kwa sababu ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Hana alilia akaondolewa aibu. Na wewe sasa ukiwa mama uombe ile shida ulio nayo, ile vita ulio nayo, Mungu atakuondolea kwa imani. Na mwanaume shuka kule, vuka kule mlimani. Pande mahali pale, uambie Bwana unahitaji nini nikufanyie. Ndio pata kuniondolea katika kifungo ya uzarati, ya ulevi, ya wizi, ndio nifanane pamoja nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tusikichukua wokovu ni kitu rahisi. Wokovu ni wa kujitolea na kuambia Bwana, nataka ubadilishe ile boma yetu. Nataka ubadilishe nyumba yangu. Nataka uonekane hata kasini mahali niko. Ndio Bwana uniondolee aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo liko ya leo kuna Mungu anakuja na kuondolea woga aibu. Ikiwa unaamini sema amen. Kwa sababu yeye Mungu aache walio wake. Akija kukubariki, ukuondolea mizigo, anatazama nini? Anatazama moyo, angalie kisura, angalie elimu yako, anaangalia vile umeenda mbele yako ukiwa umenyenyekea. Bwana Yesu apewe sifa. Dada mmoja akaniambia alipokuwa anaenda kujifungua, aliambiwa unaenda tiata, akaona wakati wake imeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Wale mmeingia tiata mnachua uchungu uko aje. Akapicha yote akaona anaenda kukufa. Wakati alienda kukufa akasema ataita ndugu yake na dada wao mmoja ampatie ile mali iliko yako nayo. Ndiye aenda akufe. Wale walio nayo akili kama hiyo. Alipofika karibu kuchukua simu, akasikia sauti. Kumwambia imani yako iko wapi? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa umelemewa na vita na majaribio na magonjwa. Inaweza kuwa mahali huko una amani, lakini wacha amani ikae juu yako. Wacha Mungu atembee onyesana ya kwamba mahali pasipo na njia atapenya njia. Hakuna jambo Mungu akija kukugusa anakugusa kwa dakika. Kitu anaitisa ndani yako ni imani. Na kutenda yali yake mbele ya macho yake. Na kutenda yali yake mbele ya macho yako, lakini utendee rafiki yako mema. Lazima utendee mtoto wa jirani kwa mazuri. Ukimuona unafurahia, unamuona kama wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwa. Wengi hawapendi kusikia sauti ya Bwana. Wengi wanapenda kusikia maneno. Lakini wewe unaosikia maneno, kwa sababu kuna yule anaotafuta mwenye kuanguka naye. Na yeye ni Ibilisi. Ibilisi ameona kwamba safari inaenda kuisha.
ako katika mbio mpendwa. Anaweza kuleta vikwazo ndio ache kanisa, aleta vikwazo usiamini maombi, aleta vikwazo uongee mbaya mbele ya watumishi wa Bwana ndio enda kuangamia. Ngambia ndugu mmoja hivi, ngamwambia kumbuka ndugu, mahali wameenda kazini sio wote wamekuja kufanya kazi. Kuna wale wanakucha wamelemewa na misio yao, wanakucha kupepa laana. Ujue yule anakuachili, uwe mwaminifu katika kazi yake. Usimfanye kazi saida unarara, ukimuona ndio unafanya bidii. Kuna vijana wawili napenda wanaonifanyia kazi. Yeye ukimwachili kama ni mahali umemwambia fanya hivi, yeye hataki asimamiwe. Na ukipita karibu naye anakuambia Mato umeniombea nimalize salama. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Yaani mtu hataki supervisor. Lakini wewe ukienda kule kazini unataka supervisor akuandamane, aone kama umerara, aone kama unafanya, yani unataka uchungwe. Unabeba chupa na unaambiwa usibebe hiyo chupa, inakuharibia kazi ya pesa mingi na chupa unaenda nyumbani unahangaika. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu mmoja akaniambia hao jamaa wamenisumbua sana, sijui nitafanya nini. Kaambia mwambie kwa Bwana wanaweza kubadilika, lakini kumbuka kuna wale wamekuja kwako kutafuta laana. Kwa sababu hao watu wamesumbua watu, wamezunguka. Sasa Mungu amewaachilia, Shetani ameongoza mahali wanaangamia haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Wakati wa mwisho tulionana na yeye kama chana, ndiye aliongea na mimi hiyo jambo. Kaniambia madhe, nakumbuka uliniambia kuna wale wanaingia mahali pengine kwa kazi wakitafuta laana. Na ukweli nimeona. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna mahali utaingia ongee mbaya. Uongee ukiwa na watoto wake na waenda mahali waongee wakiwa kiwanjani wakifanya na watoto wapokee laana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Alafu baadaye useme umejorowa, umeraniwa. Hakuna kuraniwa, wengine wamejipepea laana wakiwa wanatembea. Yaani mwenye maofu ararangi bila kutenda maofu, ararangi bila kufikiria yule mtoto wake aliyo mwerevu ndiye apate kumwangamiza. Sasa akamwangamiza ni faida gani? Wanasema tuko kazi. Kazi ni ya nini ina faida? Usiku unaona uko na maghorofa utatajiri, asubuhi ina kitu. Hiyo unaona ni kazi gani? Wewe mwenye ulio naye kidogo Mungu anakubariki naye unarara, unakuwa na usingizi mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unarara, unakuwa na usingizi ulio mwema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati wa kutafakari jinsi vile Bwana aliyokuokoa amekulinda mpaka wakati huu. Mahali umetoka na mahali unaenda ni wapi? Usahau mahali ulitoka. Hiyo picha ndio nataka uiangalie, ndio kupatia moyo wa safari unaenda. Unaweza kufika hapo uchanganyikiwe, uanze kufanya maovu kwa sababu umefika, lakini safari ni ndefu. Inahitaji maombi, inahitaji mshikane mkono, inahitaji mfanye nini? Muwe mtu wa kutubu. Muwe watu wa kutubu sana, ndio Bwana akaribie na nyinyi. Sasa unaona yule anaomwabudu Bwana, mwenye anaomtumainia Bwana, vita inakuwa mingi. Jua kwamba kuna baraka mbele yako. Amen. Jua kwamba Bwana anakuhitaji katika safari. Kwa hivyo mwenye haki hawezi akafanya nini? Mkono wa udhalimu, fimbo ya udhalimu haiwezi kukaa juu yake. Bwana Yesu apewe sifa. He Bwana, uwatendee mema walio wema, nao walio wanyofu wa moyo. He Bwana, Daudi akaomba akasema, he Bwana, uwatendee mema walio wema, na walio wanyofu wa moyo. Walio wema ni gani? Na wanyofu wa moyo ni gani? Bwana Yesu apewe sifa.
Tenda walio mema wa mema. Ukitaka utendewe walio mema, na wewe tenda mema. Ukitaka uniite mchango wako, na wewe kuja unichangie. Ama Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Daudi akasema, Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana, watendee mema walio wema, nao walio wanyofu wa moyo, wanyenyekevu, watulivu, wenye hekima na busara na uerevu. Wanaotenda walio mema ni watendee Mungu yaliyo mema. Kutenda yaliyo haki mbele ya Mungu. Kutenda yaliyo haki mbele ya Mungu ni kutendea watu weka mema. Wewe sio mtu wa kupiga wengine vita, sio wengi wa kuchochea wengine kazini, sio wengi wa kutafuta wengine kinyume, lakini kila wakati unatenda yaliyo mema. Ndio naona ya kwamba Daudi akasema, Mungu wangu, tendea walio mema, walio mema. Yaliyo mema. Wale walio mema watendewe. Na walio wanyofu wa moyo, walio na utu wa mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna mahali nilipotembea, ngambiwa, naona yule mama, sio baba. Naona marogwe mnaenda wapi? Kwa mama tunataka tusame kwa maombi. Unaona yule mama akicha akiingia katika hii nyumba, hata asikia mtu akikoa akirua kunguruma hapo nje, akiwa mgonjwa hawezi akatoka. Hata akipiga asikie yule jirani yake ako mgonjwa hawezi akampatia hata nini ya ugali. Kama anataka kupatia yule wa ukoo wao, akipata watoto wa kwa hiyo nyumba anahesau wale wa ukoo wao wawili. Mnaonaje wa mama? Kumaanisha hawezi akapeana ikiwa kulingana na wale amepata huko. Huyo kweli ako na unyofu wa moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Si kuna wasee wakiona mama amechikamua, ameenda amefua nguo, vibarua amenua nguo, anaona wivu. Hawako? Wako wa mama? Mungu wasee. Yaani hataki mwanamke akuwe smart. Anaona mbaya. Anamuuliza, umetoa wapi hizi nguo umevaa? Umetoa wapi hii shuka ulitoka? Kila saa unaniwenyea mbia nipatie unga. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani unataka mahali akitembea anuke? Anuko kocho wa mtoto kama kuna mtoto. Wewe unataka ung'ae yeye anuke? Unaonaje wa mama? Tuombe. Watabadilika. Mimi niko na wasua ya kwamba watabadilika. Ukiona mtu mnakaa na yeye akiwa na wifu ati umenua kitu kingine, hiyo sio jambo ya maana, sio jambo nzuri. Hawezi akafurahia, hawezi akakukomba, yani kukuambia ya kwamba umefanya vizuri. Na sasa anafanya hivi, yeye hawezi akakununia. Anakuambia sina wanunia nini? Hizo mavazi uko nayo imetosa, si nimekunua chakula. Wewe ukastua watoto na chips. Nasikia wasee mnunulie chips bwana. Mama ni ngumu, anapiga budget. Kimpatia 1000 anakuambia zimeisha. Ukiangalia ile vitu amenunua kwa nyumba unakosa. Chama ni mingi, muelewe. Nataka muelewe wa mama, kwa sababu chama ni mingi. Wache ikiwa hiyo chama ni mingi, lakini msaidiane. Usiweke kwa chama kwa ajili ya wakati. Ati hiyo ni pacheti yako, ukitaka kuhama na wewe ni mwanamke utajipanga. Ile shilingi ya mwanaume ni ya maana. Ukubali usikubali, ile shilingi 10 ya mwanaume ni ya maana. Wache ikuwe ameenda kwa chama, lakini yasaidie baadaye kwa nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo iko hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Wamama waambie ukweli na wasee waambie ukweli. Kwa hivyo wasee wa mama wakataa kununua chips, watoto wanunulie chips. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mzee ukiachia mama umeenda safari, watoto wakile nyama wasikule sukuma peke yake mpaka iharibike. Anasema si unaona baba yako kuniachia pesa na amekupatia 5000 bwana. Lakini unataka kuwakazia
Unawaambia lunch time wakunywe strong tea. Strong tea sio mbaya. Nataka mnielewe, strong tea sio mbaya. Kuna wakati na wakati wake. Yaani utaki uchali. Wengine mnaacha watoto wakiwa utaki uchua ni nini alikula nini? Lunch time. Yaani uchali. Jana moja alitembea kwanga akaongea mpaka ngaona mbaya sana ndani ya moyo wangu. Unajua wengine mnakosa kazi kwa sababu kilio ya watoto. Wengine kazi yenu ya kwa vita kwa sababu ya kilio ya watoto. Pesa zenu zinaingia mianya yenye ina baraka kwa sababu ya kilio ya watoto. Kijana ananiambia baba anaamuka bora anawaacha na strong tea. Anawaambia mkunywe kidogo mpakise ya lunch. Anafanya kazi. Mkunywe kidogo na mpakise ya ra. Unaonaje wewe? Bwana Yesu apewe sifa. Mkunywe kidogo mpakise ya ra. Mama akiona hivi anaenda anaacha watoto. Wewe mama unaenda unaacha watoto. Unawaachia nyang'au watoto. Sio ni nyang'au. Unamwachia watoto. Si ubebana na huyo mtoto wako mahali unaenda kilio ya mtoto ikupatie kazi. Unaenda ukura na unaacha watoto unaambiwa ikifika lunch mkunywe kama hakuna hiyo. Na hata akirudi aulisi habari mmekula nini. Yaani mtoto anafuata jirani akimpatia mchele apige wanabagiza wanavicha kwa ajili ya kesho. Ole wao wale wanaume wanaofanya hivi. Hata ukipata maelfu iweze kukubarikisha ikiwa ulisi nyumba yako na watoto. Itakuwa baraka kwako kamwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mnielewe mimi sijapinga wale mnapenda kukunywa strong kama mimi nasikia nikunywe strong. Si ati nakosa ya kununua maziwa. Si maziwa nawapigia mimi nakunywa strong. Si ni mimi nimesikia. Lakini sijaambiwa nibiweke mpaka lunch. Yana wewe mama mahali unaenda unakula, unashiba, unaachia mwanaume watoto, unasahau jukumu yako ya kulea watoto, unawaambia ni wako wacha kaa, wewe sio wako. Unafikiri mtu anakuambia mkuje cha atalea huyo watoto? Haizi akalea. Yeye anaenda akiingia kule kwa hoteli anakula vizuri, anakuja asubuhi anakuja na sukari. Mtoto ananiambia vizuri anakuja na sukari na unga mo. Hiyo na mnajua mnapiga chuoni. Make mistake mmepiga huo ugali. Mtajua ni kwa nini Unaonaje na unaenda kazi. Uta struggle, you have to struggle. Ndio naona pesa mingi zikicha zinaingia kwa mienya. Ndio unakusanya lakini haiwezi akakusaidia. Lakini ile kidogo mia ungesaidia wale watoto. Mungu akifungua baraka kutoka juu mbinguni. Mtoto angeenda sema leo daddy, leo mama alinunua mkate. Ana Yesu apewe sifa. Fila amenunua mkate, yani mtoto anachisifu. Hata malaika wa Bwana wanasema watoto wanasangilia baba aliingia na mkate na maziwa, mama aliingia hivyo. Sasa mpaka mahali unaenda fungua njia zako zinafunguka. Zinafunguka yani mahali unaenda tuko pamoja. Yani Mungu ulinda watu wake daima. Wanaomwamini na kumucha na wale wanajua kulinda familia. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wanaojua kulinda familia na kuiheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuheshimu mama mwenye amekusalia watoto si lazima muheshimu. Amekuwa mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Wamama tuko. Usiamwachie mtu wa strong team mtoto. Utapata mtoto ameparara na wewe umenona aje. Mama wewe utakuwa mmoja wao ukataa mtoto wako. Na baadaye una regret. Mimi ukinikataa ukiniacha usinirudie. Mimi ni mtoto wako nikatae. Atikae na baba yako sikujui. Wakati utarudi hata mimi nitakukataa. Bwana Yesu apewe sifa.
Tunataka tuangalie. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wapi tunapokea baraka ama lawamu kwa Mungu? Ni jambo gani anaweza kufanya Bwana akuinue kule kazini, kule mahali popote uliko? Mtoto akienda akipiga piga nimekula chips na soda, anasidi kusema muinue kule kazini apata hela mingi, kwa sababu watoto wanafurahia akiingia na chipo. Watoto muko nani anapenda chipo? Unaona wote wanapenda. Sasa hao wayuti wanaona haya chini. Kwa nini sasa usiinue mikono? Kwani mnaona haya kuinua mkono? Ama ni Esau wale waliita wakule chipo siku ya leo, wale wakataa wakae? Bwana Yesu apewe sifa. Yaani wanaona haya na wakiingia ma university wanadanganywa na chipo na kuku ile inazunguka kwa kioo, mpaka mtoto anapoteza nini? Sasa unasahau ya kwamba parents wako wali struggle kukupeleka mahali pale. Unaweza unakuja unatoa macho kama vizi iko kwa maji wakati umetubwa na ball. Bwana Yesu apewe sifa. Unasema sasa is my time. Uchifurahia vile ni. Msisome Biblia mbaya. Yuti wacha kuamuka, niko na chamba na nyinyi. Hapana, mkae. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka wachome mkiwa hapo. Kwanza ninapenda kusema mtu achiheshimu ndiye heshimiwe. Ukiona ukifuatwa kutoka nyuma kama hizi, unachiona wewe ni mzuri. Wewe sio mzuri, wewe ni tagataga. Kwa sababu unachiachilia katika maisha mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mwenye anachiheshimu usiache, anasoma vizuri, anamaliza vizuri, akikaa hivi wakati wake wa kuolewa, mnatama Androver ama ni gari gani ile imesimika? Nisikia doria kusihesabu. Ni gari gani? Kuna gari wanaheshimu. Hebu niambie Lioni, unaijua? Ni Prado. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukienda mahali pale upoteza net kwa chini ya chips na kuku. Yaani unachiona, unaona umefika. Unaona ya kwamba ulikuwa umefungiwa kwa nyumba. Msichana wangu utatoka na boro. Na ukitoka na boro utarukwa. Utaambiwa sikujui. Utaona upande mbinguni ama ukafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maisha ni vile wewe utachagua kukaa. Ukaa ukiwa umechiheshimu, ndio heshimiwe. Usione wale wanafuata kama hizi. Sinafuata mtu ufikiri wanapendwa sana, wewe umekataliwa. Chipewe wakati. Na wakati wako ukifika, Mungu atakuinua. Haleluya. Chipewe wakati wako ukifika, Mungu atakuinua. Utaona hiyo drova wamesema, utayaona. Lakini yule alikuwa anafuata, alikuwa amefikiri amefika kukula raha. Ataonekana kama tagataga mbele ya wale alikuwa anajivunia nao. Wanasema huyu sio mwanamke. Huyu atakuwa mwanamke mzuri. Mmeona basi. Na unajua mwanamke ukitoka kwa mahali pengine ungie mahali pengine, na yule aliyokutoa mahali pengine hata kuamini. Kwa sababu anatuchua siku moja wewe na wewe utachukuliwa. Ni uongo ama ni kweli? Kwa hivyo you have to respect yourself. Kabla mtu atakupatia heshima. Kwa hivyo ni uchumbe kwa yuti. Ukijoin university chiheshimu. Wacha kuenda maseresere ingine vai. Wacha kusema na wakati mnaenda mnaenda party. Ati unaenda kuchienjoy. Ndio naambia wamama wakifanya form 4, mtihani ikitokea, pita asipopita, hayo ni yake. Wewe ulisoma.
Kwa hivyo uheshimu ile kireti yako na umpeleke kule taoni, umuingize kwa hoteli, akule chipo. Amsua atadanganywa. Kwa sababu mtu atamwambia chipo, ona hii kawaida mama na dadi tunaenda wanatunulia. Eka watoto outing na wachielewe. Lakini siku hizi tunaogopa kutembea nao. Si munaona vile machenzi wanatembea. Wanatembea wakiwa uchi bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani wamepoteza, wamechanganyikiwa. Wanafaa waombewe sana. Mtu kaa mwenye heshima. Hata ukitembea unaheshimika bwana. Wacha ukitembea uchi. Uchi sio fashion. Ama siku hizi mwanajenzi uchi ni fashion. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo sio fashion, unajidanganya. Kuwa mtu unajiheshimu. Wakati wake ikifika Mungu atakuinua kwa sababu ya heshima ulionesana ukiwa hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wale walio wa Mungu, Mungu hawezi akaachilia vimbo ya udhalimu ikae juu yao. Atawainua na kuwasikilia wasiingie katika upotevu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana, watendee mema walio wema na walio wanyofu wa moyo. Wale wanaotenda mema, watendee mema. Wale walio na roho ya unyenyekevu ya kutii sauti ya Bwana, Bwana awabariki na kuwainua. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wakibakia riba sarakai kiria namba ya vita rifaki na kulisaini kifo. Ondoa hiyo kifo in the name of Jesus. Hey! Rabi. Kuna maombi yamefanywa mbaya ya Kiislamu. Kwa hivyo watu muombe sana na kutubu. Kuna mtu amesomewa Qurani. Kuna mtu amesomewa Qurani. Kwa hivyo muombe na kutubu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yatuambiaje? Watendee mema walio wema na walio wanyofu wa moyo. Na unaona Mungu akileta ripoti inafaa maombi. Na akileta ripoti kuna ushindi mkiomba. Napendanga kuambia wetu msiwe haraka kwa Qurani. Mkikuwa haraka kwa Qurani, watumishi wa Qurani watu hawangekuwa katika hekalu. Kwa sababu kuna wale wanakufurua, kuna wale wanaenda wanaongea maovu juu yake. Ungekuwa Mungu wa Qurani. Kwa hivyo kuna Qurani imesomwa mbaya ya kuweka mtu kwa simo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kusimama kwa maombi na kuambia na kutubu kwa kila mmoja, ndio Mungu alete msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wewe chukua hiyo mzigo kama wako na kuambia Bwana atagware. Bwana Yesu apewe sifa. Na katende kulingana na mapenzi ya Bwana. Apewe sifa. Bwana inuliwe. Usiwe haraka kuchipiana na mtu uchua ametoka wapi na anaelekea wapi. Ndio wengi tunaangamia bila kujua. Bwana Yesu apewe sifa. Uacha kosa tuite kosa na turudie Bwana, tuombe msamaha. Ndio Bwana asikie maombi yetu kwa haraka. Lakini atasikia kwa haraka aliye na moyo wa huruma. Sio mkaiti. Maombi iwezi kaingia kwa mtu mkaiti. Maombi yaingia kwa mtu mwenye kutii na kunyenyekea. Kumwambia Bwana, unaomba nitumia Biblia. Lakini dada yangu, ndugu yangu, utaombaje ukitumia Biblia kama usomi Biblia? Kama unakuja nasema fungua Zaburi, ndio nafungua. Lakini the whole day uchawai unasema you have no time. Hakuna wakati za masaa na kutafuta usome Biblia. Ni wewe unatafuta masaa
ndio some Biblia. Hata nafurahia na CBC. CBE ilinifurahisha kwa sababu mwalimu utamuona na kitabu kwa darasani textbook. Kwa sababu wengi walikuwa wanapenda, wanasema, "Wewe Lioni, chukua hiyo textbook ya chemistry, copy na natengeneza textbook nyingine kwa textbook yake." Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hiyo wataalamu na wenye wataalamu ni wenye hekima na maarifa waligundua, walijua ya kwamba mwalimu anakula pesa ya msaada ya serikali kwa sababu haendi kufunza, anaenda kupatia mtoto atengeneza textbook nyingine kwa textbook yake. Ndio sasa hiyo ilikuwa imekuwa hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio na sawa na maombi yanafika kwa yule mtu ananyenyekea, kwa yule mtu anatii sauti ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ezekieli wakati alionywa aligeuka. Hakukumbuka alifanya mazuri mbele ya Bwana. Akaambia baba yeye ni mwenye ameasi, lakini akamkusudia kitu kimoja, akukumbuke ile kazi amefanya. Utaambia Mungu alikumbuka nini? Ikiwa ukitoa sadaka unanungunika, ikiwa ukitoa fungu la 10 unanungunika, ikiwa ukitolea hawa watoto wangu unanungunika, utaambia Bwana ulifanya nini wakati maangamizi yanayokuja? Ikiwa uliokuwa unatoka kuja ukaacha kwa sababu unaona ya kwamba unatachirisha walio mbele yako, unatachirisha, unaweza kufanya huyo mtoto ainuke saini, unachangia, ulikuja ukaacha, lakini ukumbuke ya kwamba kile ulicho nacho ni Mungu alikubariki nacho. Anaweza kutoa kwako apeane jura, anaweza kuhudumia vyema, anaweza kupeana vyema vile Mungu anataka, sio wewe unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Tuko pamoja. He Mungu, tendee wema walio wanyofu wa moyo. Wewe sifikirie wewe ni wewe ni mnyofu wa moyo, ama ukiona mtoto wa jirani akifanya vizuri unasikia kina ukuarusa ndani yako. Unasikia kama ni fulani. Ukiona yule mtoto amefanya harusi unasikia mbaya sana. Unatuma kisirani huko. Rafiki yangu mmoja Mkamba aliniambia, "Uchunge sana wakati mtoto anafanya harusi. Mama Mkamba akimbia amefunge." Pole sana kwa kutaja Mkamba, lakini niliambiwa. Si niliambiwa haki. Mimi niliambiwa. Sio mimi nichunguza, niliambiwa uchunge sana. Hata ikiwa ni wakati wa mchango, mtu asiyangi mtoto kutoka nyuma. Kwa sababu kama ni harusi akimfunga atatafuta mtoto mpaka akose. Niliambiwa. Sasa na Roho amenilazimisha niongee. Kwa hivyo niomba msamaha kwa Wakamba. Si Roho amenilazimisha niseme. Na nyinyi wa Kisii mnafanya nini? Mtaki kusema? Mnafanya nini? Mnawaambia kwamba kwa umeolewa hapa kwangu, kuna masharti nitakupatia, lakini itakuwa saa 5 na nitakuja na wageni. Wageni gani? Umesaona wewe? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Walio wanyofu wa moyo ni wale wako na roho ya huruma na kutenda yaliyo mbele ya macho ya Bwana, na kutenda yaliyo mema. Sio mwenye kuona yule amefanya vivi na yeye anakuasika. Angesema angekuwa wangu, ndiye angekuwa na kile. Angekuwa talenti wa kupiga mpira, angekuwa wangu, ndiye angekuwa anapiga ile mpira hivyo. Hapana. Furahia. Furahia kwa Bwana. Na Mungu nawe akutendee njia zako. Unajua wakati unafurahia mtoto wa jirani yako, sio kumruhusia vita. Kuna vita ingine nioma. Kama hii wanasema Gen-Z, magonjwa mengine nioma kwa. Lakini msiseme hivyo. Ni hatari kwenu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unasukuma badala ya kusema wacha hii wakati na mimi nifaulu, badala ya kuombea baraka katika nyumba yako, ni vita unasukuma tu. Usitake yule afaulu, usitake yule mtoto atoke mahali yako, utaki yule kazi yaendelee. Akipata kazi yake na kiwa vita.
Uwezi ukaambia Mungu nihurumie, mimi nimekaa katika umaskini kwa muda mrefu. Wewe umeparara na unaanza vita na wengine. Lakini unajua kile Mungu ameanzisha hakuna mtu anaweza kustop. Lazima itimike. Dada yetu Alice yako wapi? Alikataliwa, akaongelewa mabaya. Yaani hata mtu kwenda kumfist mtoto mahali yake akiwa mbaya anakataa. Na ni wale watu walikuwa wanakula naye na amewasaidia. Hiyo ya Farao ni mingi. Tena mioyo mingine ni wito Bwana. Sio kawaida. Usione mtu anakusaidia unaona ni kawaida ama anakosa mahali anapeleka. Ni lile neno Mungu amepanda ndani yake. Amen. Ni wachache walio na huruma na upendo, ni wachache. Wengine wanapiga hesabu vile wamekusaidia wanarudi nyuma kwa sababu ya vikwazo. Na wewe unarudi nyuma kwa ajili ya kusaidia kwa ajili ya vikwazo. Kuna baraka iliyo mbele yako Shetani hataki na wewe upokee. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna Shetani aliyo mbele yake, kuna baraka iliyo mbele yake hataki usaidie. Kwa sababu anaona ukisaidia sana kuna baraka unaenda kupokea. Lazima akuonyeshe ulitenda hivi na hivi, ukafanya na hivi na hivi, unastop. Kumbe zaidi unaacha. Baraka inaninginikia. Nataka kukaribia kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe unaosaidia lazima ombe roho ya uvumilivu. Roho ya imani. Kwa sababu wale unaosaidia wanaweza kukwaza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwanza unasema ndaacha usaidizi. Na Mungu amekuweka mahali pale ndio usaidie. Amekuweka mahali pale ndio ufanye kazi yake. Sio utaacha. Umekaa mahali pale kwa ajili ya neema. Ungekufa na corona, lakini Mungu amekurudisha mahali pale. Ungekufa na ajali, lakini Mungu hiyo kitu inanifurahisha sana. Amekuweka. Ungeenda. Si ni wengi walienda. Nisikia familia moja ilikufa na ajali last year. Mwezi wa 3 walikufa na ajali bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Familia ya watu 6 karara. Lakini wewe uko hai, unakula, unaburudika, Utaki kwenda nyumbani, unaonaje? Wanasema umefika. Dunia hii sio ya kufika. Dunia hii inataka maombi. Kwa sababu ya ulimwengu yatapita lakini neno itasimama. Inataka mtu wa kuomba na kujitakasa kweli kweli. Ni ngumu kuvumilia, lakini wacha neno lipandwe ndani yako ulikuwa na uvumilivu. Ni ngumu kuvumilia ukisakosewa, lakini wacha neno lipae ndani yako ndiye likupatie uvumilivu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama wale walikufa na corona, wewe ukakupiga ukakuwa hai, sio kwa sababu wewe ni mzuri, sio kwa sababu wewe unajua kuomba, ni kwa ajili ya neema. Kwa hivyo alikuacha hiyo wakati kuna jambo anafanya anataka umfanyie. Ulitoka katikati ya moto. Ulitoka katikati ya miungu ya kigeni. Walitaka wakugorarue na kukumaliza. Lakini Mungu alisimama nao. Nawe ndio ukafika mpaka wakati huu. Walikufa na ajali, lakini ukapaki wewe mmoja wao. Sio ya kwamba ile ugonjwa ilikusika ingekumaliza, ingekumaliza bwana. Sio ya kwamba wewe ni mchanja. Ulijua kuomba ikaisha. Mungu anataka ufanye kwa mapenzi yake, sio yako. Sio kusema imefanya mwisho sitafanya, nitakuwa mchanja. Ujanja wako ni wa muda. Bwana Yesu apewe sifa. Inafaa tujifunze sisi wa Kristo vile tunatafuta uso wa Bwana na vile tunaopokea baraka isiche ikapotelea mbali. Maandiko yatuambia tukikataa kutenda yaliyo mema mbele ya Bwana, atafungua watoto waanze kumfanyia kazi. Kwa sababu wewe amekupatia muda wa kutubu na kumrudia. Amekupatia muda ungekufa na ile maji mingi. Lakini wewe amekupatia uhai. Ile uhai alikuwa nao asia anakupatia ufanye vitu sio mfurahishe. Unakuwa wewe ni mtu wa kupiga vita watu wengine, unakuwa ukikasa watoto wasikie madarasa. Hao wote watapita. Bwana Yesu apewe sifa. Unang'ang'ana. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana ainuliwe. Aliyo wa Mungu anaombewa na manabii wangapi? Ukiongezana na Roho Mtakatifu wanakuwa wangapi? Aliyemwamini na kumucha Bwana, mateso yake ni ya muda, na ile mateso na majaribio ni ya kukutia nguvu katika imani, katika safari. Kwa hivyo jua ya kwamba yule anaomcha Mungu anatenda yale yake mbele ya Bwana, Bwana hawezi akamtema, anakaa na yeye mpaka mwisho wa dahari. Lazima amuinue wakati wa vita na majaribio. Dada alikuwa anaona ya kwamba atakufa operation, lakini Mungu alimuokoa kutokana na operation. Kwa hivyo lazima atende yale Mungu alimweka atende. Hakumweka amrudisha hai aanze kupigana na wengine, aanze kupigana na kanisa, aanze kupigana na wanafunzi, aanze kupigana na ndoa zingine. Yaani ukitoka mahali pale unaacha hiyo nyumba inawaka moto. Ole wako. Utaki hata uone ndugu yako akiendelea, unamkaza tu. Akipata kazi anaenda kwa vikesi tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unamfuruta tu. Utaki kuona hata bomo yake ikiendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Ni upendo, sichakataa. Ni upendo wa dada na mama na ndugu. Lakini upendo wenu itawafereka mpaka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wanatafuta machuto kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anawachilia, Shetani anatawala. Anaharibu mipango yao yote. Anakuonyesha sasa hata kule usiende, hata usipeane heshima kwa watu wengine. Chua ukaa na heshima na watu wote. Hata jirani yako hana kitu, mpatie heshima Bwana. Usichoke kumtumikia Bwana. Na hakuna wakati utaona Mungu wako hapa duniani umtumikie. Yale unaotendea wenzako mema ndio kumtumikia Bwana. Usichoke kupeana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hakuna wakati utaona mwana wa Mungu mpeane. Kile utamsaidia atakwambia uliniona nikiwa uchi, lakini ukinisaidia. Kunifarisha. Uliona nikiwa na njaa, lakini ukinipatia chakula. Uliona nikiwa mgonjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukunisaidia. Ndio naona ya kwamba mtu akifa wanaweka kule, wanasema ni familia fulani inataka maombi pamoja na kitu kidogo. Yote inakubalika. Ni kwa nini? Kwa sababu tunaweza kuchangia, lakini masisi yake ikiwe ngumu, takuwa ngumu aje. Mvua ya mawe na nyesa kuanzia saa 12 mpaka saa 12. Watu wanashindwa kufika kwa kaburi yako. Tengeneza hiyo kaburi. Nafikiri Mungu ni nani? Usiongojee Bwana akanena maovu juu yako. Ongojea Bwana anene yaliyo baraka. Ndio ishi miaka mingi, usidi kufunza walio nyuma yako mazuri. Usidi kuwa barua iliyo njema inaweza kusomeka kwa watu wote, inaweza kutoa. Wacha kukua hata mtu hata tamani ukuita jina lako. Bwana Yesu apewe sifa. Dada Mungu akaniambia, niliona dada na mtoto wake wakiwa wamelewa, hawatambuliki. Hata nikashindwa kusema yule ni relatifu wangu. Akashindwa kusema. Akasema wao hawajui. Mambo mengine sisi tunajiletea aibu. Kwa sababu heshima imetoka. Unajua heshima ikitoka kati yako na jirani yako, na heshima imetoka kutoka kwa Mungu kuja kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tutembee kama watu walio katika nuru na mwangaza. Ndio Bwana akuje wakati ufaaro kutenda yaliyo haki. Kwa sababu maandiko yatuambia, Daudi akanena akasema, Bwana watendee watendee mema walio wema, nao walio wanyofu wa moyo. Bwana hakusema wakaiti hawezi wakatendewa. Hata mkaiti ukimwombea maombi hawezi akafika. Kiwa maombi hiyo ilionekane ikiomba ikiwa ni ya mkaiti, asiposufungua haiwezi akafika. Ama ni ukweli ama ni uongo? Lakini akiwa ni mtu anatia na nyenyekea Mungu wangu, mtu mkaiti maombi hawezi akafika. Ukubaliane na mimi
ukatae kukubaliana nami. Lazima kuwa mnyenyekevu, mwenye kutii sauti ya Bwana, mwenye kusika neno la Bwana vile amenena, sio kusika maneno. Sitaki musione. Ukichiona utakata masiku yako ukaa katika ulimwengu. Nataka umuone Yesu Kristo vile aliyokukufia msalabani. Yale aliyeteswa vile aliyeteswa akafanyiwa maovu. Ungekuwa ni wewe ungetoa hiyo mtoto wako. Bwana Yesu apewe sifa. Ungekuwa wewe ungejitolea kwa ajili ya jirani yako, ikiwa saa hii hutaki kumpatia hata kikombe moja ya strong tea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tumwendee huyu Bwana na njia siliyo mawazo mazuri. Tukisema leo tunaingia tuinue wale watoto, tunachanga sisi zote. Tunawapamba wanaendelea. Akiendelea siku kucha kuchue, lakini Mungu atakuchua. Wewe unafikiri unasaidiwa kucha usaidiwe? Nani anakuambia? Anaweza kuwa atakusaidia, lakini Mungu atakutumia mtu kutoka Sudani akusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Yule ulio na moyo wa kusaidia, sasa ndio matunda yako unafuna. Wakubali wasipokubali, wachawe na waganga. Hii ndio wakati wako. Sitaki ona hasara, nataka muone Mungu. Wanenda maovu juu yako, hii ndio wakati utapokea nguvu za Bwana. Wakuweke matope, hii ndio wakati Bwana atainua nyumba yako. Wewe uliovumilia katika hali mahali uko kazini unavumilia fitina mingi, uko katika ndoa unavumilia, mama mko hakutaki, masista hawataki, wanaume tuko. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaume tuko. Mwanaume akiamua kuoa ameamua. Mwanaume mwenye kujipepewa akili ni mpumbavu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu lazima ujitetee na kile ulicho nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu semeji yangu alinifunza. Aliniambia semeji, hata ukiona nikienda nikioa, lakini mimi naheshimu bibi yangu mkubwa kwa sababu ndiye alikuwa chengo ya ndoa yangu. Na siwezi nikamdharau. Na hata nikioa wale wa mdharau, yeye mdharau atoka mwache. Hiyo ni kumaanisha nini? Shetani alimuremea katika ndoa zingine, lakini ameamini na amekumbuka ile ndoa ya kwanza. Ndiye alifanya akaitwa mwanaume. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndiye alifanya akaitwa mwanaume. Na wewe mahali ulifanya ukaitwa mwanaume, don't mess. Kuleta remu excuse, kukula mastare yako, kwenda huku na kule, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bali wale wao wanaosigeukia njia zao zilipotoka, Bwana ataondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Waisraeli. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akanena akasema, watendee mema walio wema na walio wanyoyo, lakini wale wanageuza njia zao na kutenda maovu, Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia wataondolewa na watenda maovu. Wale wakaiti, wale wanachiona, wale wanaona ya kwamba jirani yake sio mtu, wale wanaingilia ndoa ya wengine na kuiharibu, waraniwe. Kwani utakaa na amani? Kio Roho amesema waraniwe. Mwenye anaingia kwa ndoa ilikuwa na amani na anataka kuiharibu, yeye arianiwe. Kwa sababu maandiko yanatuambia wanaoungana wawili hakuna mwanadamu. Wewe umepata hii ndoa iko vizuri, na unajua hii ndoa ni ya mwenyewe, unajua sio kudanganywa. Wale wanayoniwa ndio wale wanajua. Wanaona kerubu wako katika ndoa. Wewe unatembea huko mara mbili unaanza kuleta vizirani. Unaona hutaki watoto wasome.
unatuma spiti yenye uraniwe wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa sababu maandiko yanatuambia wanaounganishwa wawili hakuna mwanadamu anaweza kutenganisha. Kwa hiyo wewe ukioa ulikuwa kwa giza. Sasa hiyo ndio naona ubaya. Sasa hiyo ndio naona mchafu. Sasa hiyo ndio naona watoto wasikuita dadi. Umeonaje? Waraniwe ama wasiraniwe? Kwa sababu yeye anajua. Ukijua hii bagi ni yangu, ukijua niibie. Unaonaje? Na hii bagi ninunua pesa mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Nisema ubarikiwe. Na watoto wanalia. Na hapa nilikuwa nimeweka dola hapa ndani uchukue. Na vile maisha imekuwa ngumu. Maisha ya nje imekuwa ngumu, sio yule mtu, maisha ya nje. Bwana Yesu apewe sifa. Ati wewe unafurahia. Sasa unakaa. Kilio ya ile watoto na wewe itakutoa nje. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kama yule anaongoza kipofu kuingia kwa moto, kuingia kwa maji chafu, na yeye mtu anaona. Ati anambeba tu anamuingiza. Na yeye anajua ni vibaya. Anamuingiza. Ati yeye kwa chini anaona anaruka anamwacha mahali pale. Atamwacha mahali pale na Mungu akuje amuinue amtoe mahali pale. Lakini laani irudi kwa yeye ingie sawa sawa. Kuna wale wanaotafuta laana. Sio nawaendea wanatafuta, wanang'ang'ana kutafuta laana baadaye ya baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema, uchunga watu wake. Uchunga waliomjua na kumtambua ya kwamba yeye ndiye aliyookoa. Uchunga wale walio wanyenyekevu sio wakaidi. Maombi yanafika haraka kwa yule aliye mnyenyekevu. Yule anaojua Mungu amemuokoa, amemtoa kutoka utotoni mahali amemfikisha. Sio yeye, ni kwa ajili ya neema. Kwa hiyo mahali umefika, kiwa ukikuwa unalalia ngozi ya ng'ombe kama mimi, nashukuru Bwana. Siko hivyo. Ama unaona mzee ameenda kazi, amekuletea mattress 11,000 unalalia. Sasa hata uone kule kunyuma kuko aje. Unatarau yule, unaenda kuingia kwako unasema nilienda kwa Mary kulikuwa kuchafu, niliingia kwa John kulikuwa kuchafu, si umsaidie. Tena kwa uchafu si umsaidie. Kuja tuambie tutachangia mwingine niliona akiwa mchafu tumsaidie. Unaona ukiongea umesahau mahali umekanyaga na unaenda wapi? Umeona, sitaki wale wakichiona. Nataka wale wakuona Bwana, wakutafuta uso wa Bwana na waone huyu Mungu wetu vile ajisikubia. Ukijipenda upenda na rafiki yako. Na utenda yaliyo yako mbele yake. Uachane kung'ang'ana na ulimwengu. Jua kwamba Shetani yako katika mbio anatafuta wafuasi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiona ukiwa kama Farao, ukiona ukiwa mkaidi zaidi, jua kwamba umewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiombea mtu mara moja na mbili abadiliki, mimi si waste time yangu kuombea. Ya nini? Na kuna maelfu wanataka waombee, wako hospitali, wengine wako na vita, wengine hawana cha ukura, Mungu akafungue njia wapate cha ukura, wengine hawana kazi. Hadi wewe unaenda unakuwa mkaidi ni kuombea. Huruma Mungu alimaliza msalabani. Kama wewe unakuwa mkaidi uombee kwa ajili ya mkoa, huruma ilisha. Lazima ujitolee, waambie Bwana unataka uishi katika utakatifu wake na uaminifu. Wewe unataka akubadilishe, sitaki ubadilike kwa muda. Nataka ubadilike kwa kukaa katika neno. Tuishi katika neno tukuchua yako hache. Mungu anataka amesema nini? Kama saimu kila mtu angeleta ufunuo wake. Tuombee. Tujue Mungu anahitaji atendee cheni nini? Anahitaji atendee chemzi nini? Ng'ang'ana na ulimwengu. Jua ya kwamba yatapita lakini neno litasimama. Mbarikiwe na Mungu asidi kuwalinda.
My name is Ruby Kwamboka. I have a song. Heavenly Father, Heavenly Father, you are wonderful. You are excellent. You are marvelous. We worship you, Lord, because you are wonderful. I will make us sing a song. You are the all one. In Jesus, you are the all God. In Jesus, you are the all one. In Jesus, you are the all one God. In Jesus, thank you and welcome. My name is Sitina and I have a song. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Thank you. My name is Hope Evans from Nabii Powerful Christian Church and I have a song. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineve akahubirie watu wake watupu dhambi zao wamrudie Mungu. Yona kakimbia Tarshishi. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineve akahubirie watu wake watupu dhambi zao wamrudie Mungu. Yona kakimbia Tarshishi. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineve akahubirie watu wake watupu dhambi zao wamrudie Mungu. Yona kakimbia Tarshishi. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimlilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, ndipo samaki akamtapika. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimlilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, ndipo samaki akamtapika. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimlilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, ndipo samaki akamtapika. Walimshika Yona wakamrusha nje ya baharini. Kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. My name is Jelin Deborah and I have a song. Sauti ilisikika mara 3 ikiita, Samueli, 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 Bwana anakuita. Sauti ilisikika mara 3 ikiita, Samueli, 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 Bwana anakuita. Eli, Eli, mbona waniita? Na sasa ni usiku wa manane,
Oh, rudi kitandani mwako Samueli ukalale. Eli, Eli mbona waniita, na sasa ni usiku wa manane. Oh, rudi kitandani mwako Samueli ukalale. Samueli alishangaa, nani amemuita? Samueli, 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 Bwana anakuita. Samueli alishangaa, nani amemuita? Samueli, 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 mbona uniita? Eli, Eli mbona waniita, na sasa ni usiku wa manane. Oh, rudi kitandani mwako Samueli ukalale. Eli, Eli mbona waniita, na sasa ni usiku wa manane. Oh, rudi kitandani mwako Samueli ukalale. Thank you. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo. Katika mbwa mwitu iweni na busara kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni
nyingi